Vile ulivyo leo ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya jana. Na yale maamuzi uliyoyafanya yalitokana na uwezo wako wa kuona na kutafsiri kile ulichokiona. Kilichowafanya wana wa Israeli wengi wasiingie na kuirithi nchi ya Kanaani na badala yake kufa pale jangwani ni uwezo wao wa kuona na kutafsiri mambo walioyaona. Walipowaona majitu wale wana wa Anaki, ndani ya mioyo yao wakasema, hawa watu watatuua, sisi kwao ni kama mapanzi. Kisha wakaanza kufanya maamuzi ya kutaka kurudi Misri, jambo ambalo lilimkasirisha Mungu na kumsababisha Mungu aweze kuwaua wao waliokuwa na umri wa miaka 20 na kuendelea, na kuwabakisha watoto, na waliosalia walioweza kuingia ambao walitoka kule Misri ni Yoshua na Kalebu. Yoshua na Kalebu waliachwa kwa sababu wao walipowaona wale majitu hawakuona kwamba wale majitu wanaweza kuwaua wao, bali wao waliona kwamba iwapo Mungu anatufurahia, iwapo hatutomkasirisha Mungu, basi yale majitu ambayo tunayaona kama ni mashababi, tunayaona kama yenye uwezo mkubwa, sisi kwetu yatakuwa kama chakula. Yaani sisi tunaweza kuwaangamiza wao, tukawateka nyara na vitu vyao vikawa kwetu ni chakula, mali zao zikawa mali zetu, vyovyote walivyokuwa navyo vikawa vitu vyetu, na ile nchi ambayo wanaikaa itakuwa nchi yetu. Kwa maana gani? Kwa maana wao walipoona changamoto ya majitu hawakuiona tu changamoto, lakini waliweza kuangalia mbali zaidi ya ile changamoto walioiona. Zaidi ya ile changamoto wakaona fursa ya kwamba hawa watu wana mali, hawa watu wana nchi, hawa watu wana vitu vizuri ambavyo sisi tunavihitaji, lakini tunachohitaji ni kwamba tuwe na Mungu sawa sawa. Tunachohitaji kuwa na mapatano na Mungu. Tunachohitaji Mungu atufurahie. Mungu akitufurahia, Mungu atatupigania. Mungu akitufurahia, Mungu atatuwezesha kuivuka hii changamoto, na tukiivuka hii changamoto, tukiovercome hii changamoto, tutapokea kilichokuwa ndani ya changamoto ambacho ni fursa. Tutapokea ile mali ambayo iko ndani ya changamoto ambayo ni fursa. Tutapokea ule utajiri ambao uko ndani ya changamoto ambayo ni fursa. Tutapokea kile ambacho Mungu amekusudia kutupa ambacho ni fursa. Sikiliza nikwambie, ili Samsoni aweze kupata asali, ilikuwa ni lazima amuue simba. Ndani ya simba kulikuwa na asali. Hii manake huyo simba alikuwa ni changamoto, lakini ndani ya changamoto simba kulikuwa na asali ambayo ni fursa. Sijui wewe unapitia changamoto gani, sijui unapitia kwenye tatizo gani, sijui ni nini kiko mbele yako, sijui unaona nini, lakini nataka nikwambie kwenye hiyo changamoto ndani yake kuna fursa. Sasa ni uwezo wako wewe wa kuona hiyo changamoto kiasi kwamba uweze kuiona fursa ndani ya changamoto. Ukiishia kuona changamoto manake umefeli mtihani, lakini ukiona changamoto na ukaona fursa iliyokuja na changamoto, unakuwa tayari kupambana na changamoto ili uweze kuipata ile fursa. Ili Sauli aweze kupakwa mafuta ya kuwa mfalme, ilikuwa ni lazima itokee changamoto ya kupotea kwa punda wa baba yake. Wakati anatafuta punda wa baba yake, ndipo anakutana na Samueli ambaye ametumwa na Mungu ili ampake mafuta. Kama kusingekuwa na changamoto ya punda kupotea, Sauli asingekuwa na safari yoyote ya kwenda kukutana na Samueli. Ilikuwa lazima changamoto itokee ili aweze kukutana na fursa ya kupakwa mafuta kuwa mfalme. Hilo tatizo lililokuja kwenye maisha yako ni sio tu changamoto, lakini ni changamoto iliyobeba fursa. Sasa ni wakati wako wewe wa kuangalia kwa macho ya ndani katika ile changamoto ili uweze kupokea fursa ambayo Mungu ameileta pamoja na ile changamoto. Hebu nikuulize, sijui unaona nini? Unaona nini? Ukiyatazama maisha yako unaona nini? Unaona kushindwa ama unaona kushinda? Unaona changamoto imekuja kukumaliza ama unaona hiyo changamoto imekuletea fursa? Sikia, hakuna changamoto ambayo haijabeba fursa. Hakuna changamoto ambayo haijabeba fursa. Ni wewe tu na uwezo wako wa kutazama hizo changamoto ambazo zinakukabili. Sikiliza, vitu vyote vyenye thamani huwekwa mahali pa kufichwa, mahali ambako hakufikiki kirahisi. Vinawekwa sehemu ambazo ni hatarishi. Vitu vyote vyenye thamani, tazama, uweze kuipata dhahabu mchangani. Ili uweze kuipata dhahabu lazima ukapasue miamba, sehemu ambayo ni mbali kufikika, sehemu ambayo inahatarisha hata maisha ya mtu ambaye amekwenda kuipasua hiyo miamba. Ukiweza kukabiliana nayo hiyo miamba mpaka mwisho, ndipo unakutana yale madini yenye thamani. Sikiliza nikwambie,
Avitunzaye viganja vyake visichafuke ataishia kuona utajiri kwa marafiki zake.